ambaye ametujalia tukaweza kukutana leo. Ndugu zangu, nitumie fursa hii kuwasalimia Watanzania kwa ujumla kwa kusema asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu zangu, walengo wakubwa wa kikao hiki cha leo ni Watanzania kwa ujumla, na ajenda ya kikao chetu cha leo ni uzinduzi wa mwongozo leo hii tunazindua mwongozo Ndugu zangu, kama tunavyofahamu kwamba taifa hivi karibuni litaingia katika jambo kubwa la uchaguzi ambao utatupatia viongozi wa kitaifa, viongozi ambao watakaosimamia au watakaopewa dhamana ya kusimamia maisha ya Tanzania pamoja na mambo yao mbalimbali. Kwa hivyo jambo hili ni kubwa. Kwa msingi huo, mamlaka za kijamii na mamlaka za serikali huwa zinakuwa na wajibu wa kuandaa wananchi kushiriki katika swala hili kubwa la uchaguzi, lakini vile vile kuwapa elimu au kuwapa maarifa ya namna watakavyoweza kupata viongozi ambao ni viongozi bora watakaoweza kupewa dhamana ya uongozi. Kwa muktadha huo, Shura ya Maimamu Tanzania kupitia umoja wao wa Shura, kamati kuu ya siasa, ndio ambayo imeandaa mwongozo huu ambao leo hii tuna uzindua katika kikao hiki. Ndugu zangu, swala hili ni kubwa na ni swala ambalo linapaswa kuwekewa utaratibu utakaowafanya wananchi waweze kulifanya kwa ufanisi. Mwongozo huu una mambo mengi sana ya msingi, lakini kwenye kikao hiki tutafanya muhtasari, tutapitia kwa muhtasari, tutafanya uchambuzi wa yale yomo ndani, lakini kwa upana zaidi, kwa kuwa unakwenda kwa wananchi, ni matarajio yetu kwamba watapata maelezo ya kutosha au maelekezo ya kutosha pale ambapo watakapokuwa wameusoma mwongozo huu. Mwongozo huu una sura 3, una sura 4. Kwanza kabisa una utangulizi, na pili una sura ya kwanza, na una sura ya pili, una sura ya 3 na ya 4, na mwisho ni hitimisho. Katika utangulizi wa mwongozo huu imezungumzia swala la corona, ugonjwa wa corona. Katika mlango wa kwanza, mwongozo umezungumzia swala la uchaguzi huru na wa haki, na katika mlango wa pili mwongozo umezungumzia swala la matakwa ya Waislamu kama kundi la kijamii, na sura ya 4, sura ya 3, mwongozo umezungumzia sifa za mgombea urais, na sura ya 4 mwongozo umezungumzia sifa za chama cha mgombea urais. Hizi ni sura 4 pamoja na utangulizi na kuna hitimisho. Tukianza na utangulizi,
Katika swala la utangulizi tumezungumzia swala la ugonjwa mkubwa wa corona COVID-19. Swala hili ni swala zito ambalo limeugharimu ulimwengu na madhara yake ni makubwa sana. Na hapa kwetu Tanzania kama sehemu ya ulimwengu pia tatizo hili limetusibu. Kwa mtazamo wetu ni kwamba jambo hili limeshughulikiwa, lakini katika hali isiyostahiki. Halikuwa na utaratibu mzuri katika kushughulikiwa. Sisi tunaamini kwamba swala la lockdown japo ya muda mfupi kwa madhumuni ya serikali kujipanga, lakini vile vile wananchi kujipanga, ilikuwa ni jambo muhimu sana lisiloepukika. Lakini hili halikufanywa na athari yake ilikuwa ni kubwa zaidi, kwa sababu serikali kama chombo chenye mamlaka hakikuweza kuwasaidia wananchi vizuri kutokana na kutokujipanga katika swala hili. Kimeshindwa kuwasaidia wananchi katika swala la elimu, lakini vile vile haikuweza kuwasaidia vile vile katika swala la huduma. Katika swala la elimu tumeshuhudia viongozi wakitoa maelekezo tofauti na wakipingana. Kiongozi mkubwa mmoja anaeleza utaratibu unaotakiwa kufuatwa na wananchi ni wa namna hii, lakini anasimama kiongozi mwingine anaonyesha kwamba utaratibu huo haufai. Hali hii ya kupingana viongozi ni jambo ambalo limetawala katika kipindi chote cha ugonjwa wa corona. Lakini katika swala la huduma pia tumeshuhudia baadhi ya wagonjwa wamekimbia kutoka katika hospitali. Tukio hili limetokea Dar es Salaam katika hospitali ya Amana. Baada ya wagonjwa kuwa hawajapata huduma au hakuna huduma, waliamua kutoka hospitali wakakimbia. Na haya mambo yamejitokeza pia katika maeneo mengine vile vile katika nchi yetu. Kwa hivyo ni wazi kwamba jambo hili halipoendewa katika ule utaratibu mzuri kulingana na uzito wa jambo lenyewe jinsi ulivyo. Ni jambo zito. Swala hili ni jambo zito, lakini kwa upande mwingine huenda ikawa pengine Mwenyezi Mungu amelileta pengine iwasaidie wa Tanzania katika kipindi hiki ambacho tunachokwenda kwenye kuweka safu ya uongozi. Yawezekana ikawa pengine Mwenyezi Mungu ameleta ili wasaidie kupima, kuona umakini wa watu katika yale mambo ambayo makubwa zaidi. Kwa hiyo kwenye utangulizi tumezungumza swala hili la ugonjwa huu mzito ambao umekumba dunia, na sisi Tanzania kama sehemu ya dunia tatizo hili lipo. Mwisho katika hili sisi tumetoa tahadhari kwa wananchi kwamba ugonjwa upo, na kama yalivyo magonjwa mengine yataendelea kuwepo. Jambo muhimu ni kwamba wachukue tahadhari juu ya tatizo hili ambalo linaangamiza maisha ya watu na uchumi kadhalika. Sura ya kwanza inazungumzia uchaguzi huru na wa haki. Katika mwongozo huu sisi tunaamini kwamba kulikuwa kuna mambo ya msingi sana ambayo hayo yalipaswa kuwepo ili kuweza kuwepo uchaguzi huru na wa haki. Katika mambo ya msingi ambayo yalipaswa kuwepo ili kuweza kuwa na uchaguzi huru na wa haki ni pamoja na kuwa na tume huru ya uchaguzi pamoja na katiba mpya ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi yetu ilikuwa katika mfumo wa chama kimoja, lakini baadaye tukatoka katika mfumo wa chama kimoja tukaja katika mfumo wa vyama vingi. Mabadiliko haya yalikuwa yanalazimisha pia mabadiliko ya katiba. Kwa hivyo sasa hivi tunapoendelea na katiba ya zamani katika mfumo huu wa vyama vingi, ni kwamba msingi uliopo hauwezi kukidhi haja ya democracy
pamoja na vyama vingi. Kwa hivyo tulikuwa tunaamini kwamba kuwepo na katiba mpya na tume huru ya uchaguzi, hii ilikuwa ni misingi ambayo inawezesha kufanya uchaguzi huru na wa haki. Kwa maana hiyo ni kwamba uchaguzi wote ambao unafanyika hii misingi haiwepo, ni nadra sana kuwa uchaguzi huru na wa haki. Lakini sasa tunasemaje kwamba ikiwa watu wanaotaka tume huru na tume huru haipo, na uchaguzi umetangazwa kwa serikali, lazima itafanya uchaguzi. Sasa watu wenye msimamo huu wanatakiwa wafanye nini katika hali kama hii? Kwa sababu chaguo litakuwa katika namna mbili, aidha washiriki uchaguzi au waache kabisa kushiriki uchaguzi. Mapendekezo yetu sisi ni kwamba watu washiriki uchaguzi, lakini washiriki katika dhana kwamba wanashiriki katika kipindi cha mpito, kwamba hiki ni kipindi cha mpito katika juhudi za kuendelea kudai tume huru ya uchaguzi na katiba mpya. Okay, watashiriki katika kipindi cha mpito, lakini sasa wanashiriki namna gani? Katika mwongozo tumetoa mapendekezo ya namna ambavyo watu wanaweza kushiriki katika kipindi cha mpito. Mapendekezo ambayo yametolewa na mwongozo huu tuliozindua leo ni pamoja na kuitaka serikali ikubali uboreshaji wa kanuni za uchaguzi, kuwe na maboresho ya kanuni za uchaguzi. Msingi wake wa kufanya hayo maboresho iwe ni kuwashirikisha wadau mbalimbali wa siasa, wadau muhimu, vikiwemo vyama vya siasa, vyama mbalimbali, lakini vile vile makundi muhimu kama makundi ya watu wa dini na kadhalika, kwamba serikali ipokee jambo hili na katika utekelezaji basi iwahusishe wadau muhimu katika kufanya maboresho ya kanuni. Sheria hatuwezi kupata kama ile ya tume huru, kwa sababu hilo ni swala linaloanzia kwenye katiba, ambapo katiba hatuna leo hii, lakini kanuni tunaweza tukaboresha, na muda bado upo unatosha kabisa. Kwa hivyo mwongozo umetoa mapendekezo kwamba tuwe na kipindi cha tuwe na zoezi la uboreshaji kanuni za uchaguzi, lakini tukishirikisha vyama vingine vya siasa pamoja na wadau wengine mbalimbali. Tunaamini kwamba endapo tutaboresha kanuni za uchaguzi, basi angalau hatua hiyo, pamoja na kwamba hatuna tume huru, lakini inaweza ikaleta matumaini kwa wananchi juu ya uchaguzi ambao utakaokuwa na nafuu kubwa katika dhana hii ya uchaguzi ya uchaguzi wa haki na uchaguzi huru na wa haki. Kwa hiyo tumetoa mapendekezo katika swala hili la dhana ya tume huru ya uchaguzi. Lakini sura ya 3 tumesema inazungumzia sifa. Inazungumzia sifa za sura 3, inazungumzia nini ambacho Waislamu wanataka. Na hapa nifafanue kidogo. Ilivyo ni kwamba duniani kote, mahala pote, wananchi huwa wanashiriki katika mambo haya makubwa ya siasa. Wanashiriki katika namna mbili kubwa. Namna ya kwanza, huwa wanashiriki kama wananchi. Kama ni Kenya, basi wanashiriki kama Wakenya. Kama ni Tanzania, wanashiriki kama Watanzania. Kama ni Marekani, wanashiriki kama Wamarekani na kadhalika. Hiyo ni namna ya kwanza. Lakini namna ya pili, huwa wanashiriki kama kundi maslahi. Yaani kama ni makundi yenye maslahi, yanatarajia maslahi fulani katika ushiriki wao wa siasa. Kwa hivyo kuna makundi kama ya wakulima, makundi ya wafugaji, makundi ya Waislamu, makundi ya Wakristo, makundi ya walemavu, makundi ya wanawake na kadhalika. Hii ndio sura ya uchaguzi unavyokuwa sehemu mbalimbali duniani. Wananchi wanashiriki kwanza kama wananchi, lakini wananchi pia wanashiriki kama kundi maslahi. Kwa hivyo wakulima wanashiriki uchaguzi wakiwa wanataraji kwamba watokee viongozi au itokee serikali ambayo itaboresha ile sekta yao, kama ni kilimo, kama ni ufugaji ni kadhalika. Watajali maslahi yao, hali yao
kama wafugaji itakuwa bora zaidi, wanashiriki kama kundi maslahi. Kwa muktadha huo, hapa tunapozungumza kwamba nini ambacho wanataka Waislamu, basi ni kwa mtazamo huo, ni kama kundi maslahi. Katika hili, ndugu zangu, kubwa zaidi ambacho Waislamu wanategemea ni kupata fursa au kupata uongozi au serikali ambayo itafika mahala isikilize madai ya Waislamu. Waislamu wanayo madai ya muda mrefu katika maeneo muhimu sana ya kitaifa, katika maeneo ya uongozi, katika maeneo ya haki, katika maeneo ya elimu na kadhalika. Wana madai ya muda mrefu na wamekuwa wakitaka kusikilizwa madai yao, hawasikilizwi. Katika hili tumefanya utafiti katika maeneo yote hayo, na ule utafiti tumeutia kwenye mwongozo huu kama ushahidi wa yale madai yao, ili kusukuma dhana nzima ya kusikiliza madai ya Waislamu katika taifa hili la Tanzania. Kwa hivyo hili ni eneo ambalo linahusu jamii ya Kiislamu kama kundi ambalo linataraji maslahi fulani yapatikane katika uchaguzi huu, kama yalivyo makundi mengine ya wafugaji, wakulima, Wakristo na kadhalika. Huu ni mlango wa tatu katika mlango wa tatu katika mwongozo, mlango wa pili. Lakini mlango wa tatu ni sifa. Mwongozo unazungumzia sifa za mgombea urais. Hili ni jambo muhimu sana, na katika mkutano huu leo, kama tulivyosema kwamba tunazungumza kwa muhtasari, tumeteua tu baadhi ya sifa kama viashiria tu vya kuonyesha kile kilichomo ndani. Sifa ya kwanza ambayo inapendekezwa na Waislamu kwamba mgombea urais ni lazima awe mtu ambaye ni mkweli na mwenye utu. Hizi ni nukta muhimu sana ambazo tunaamini kwamba ni sifa ambayo anatakiwa awe nayo mtu anayetaka ridhaa ya kuwa rais wa taifa. Lazima kwanza awe ni mtu ambaye ni mkweli na awe na utu. Hizi ni sifa za msingi sana katika nafasi ya uongozi wa juu wa taifa. Lazima kiongozi awe ni mtu mkweli, maisha yake yanathibitisha kwamba huyu ni mtu mkweli, na maisha yake yanathibitisha kwamba huyu mtu ana utu. Hii ni sifa ya kwanza ambayo mwongozo umeonyesha kwamba katika sifa za mgombea urais lazima na sifa hiyo. Sifa pili, awe ni mtu ambaye anapiga vita ubaguzi wa kikabila na kidini. Asiwe ni mtu au ubaguzi wa namna yote. Asiwe ni mtu ambaye ukimwangalia katika historia yake, utendaji wake, mtu huyu anafanya kwa misingi ya ubaguzi, aidha ubaguzi wa kikabila au ubaguzi wa kidini. Hii ni sifa ambayo tunaiangalia, mtu akiwa nayo hafai kupewa uongozi. Sifa nyingine, rais, mgombea urais lazima awe mtu mwenye kuheshimu maoni ya watu wengine. Awe ni mtu ambaye anaheshimu uhuru wa mawazo, ya watu wengine anaheshimu na yuko tayari kuwasikiliza. Hii ni sifa ya msingi sana. Sifa nyingine ni awe mtu mwenye asiwe mtu mwenye kutumia vibaya madaraka yake na kuvunja sheria za nchi. Hizi ni sifa chache ambazo kwenye muktasari tuliosema tunaozungumza kutoka kwenye kitabu hiki, waraka huu, za mgombea urais. Sura ya 4 inazungumzia sifa za chama cha mgombea urais. Sifa ya kwanza tunasema kwamba mgombea wa chama ni lazima anatoka katika chama ambacho kina dhamira ya kweli ya kuwepo vyama vingi vya siasa Tanzania. Lazima awe ana dhamira ya kweli, chama kiwe kina dhamira ya kweli